Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Zipo taarifa ya kwamba klabu ya Simba ya Tanzania inaelezwa kwamba imepeleka shauri lake katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo, nazungumzia kasi, kupinga mabadiliko ya ratiba ambayo iliyokuwa iweze kuchezwa dabi tarehe 15, ila bodi ya ligi pamoja na TFF wakaweza kutangaza ya kwamba mchezo utachezwa tarehe 25 ya mwezi huu. Sasa klabu ya Simba inaelezwa kwamba katika yale ambayo ameyapeleka kule ni kupinga kuonekana kama klabu ya soka Young Africans ndio watu pekee wanaosikilizwa zaidi katika soka la Tanzania. Wao wakiweza kuona yale maamuzi kwa upande wao hajaweza kuwafurahisha. Sasa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, inaelezwa kwamba taarifa za ndani klabu hiyo imeweza kutoa taarifa, na kinachoonekana viongozi wa Simba wameweza kuzila juu ya dabi hiyo. Mpaka sasa klabu ya Simba haijasema lolote juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo mpaka sasa, ikiwa inaelekea sasa katika hiyo tarehe 25. Sasa klabu ya Simba imeweza kutoa taarifa yake kwa siku ya leo juu ya mchezo huo na nini wameamua wao kama viongozi wa klabu hiyo, mara baada ya jana kukawa na kikao kizito cha bodi ya Simba. Huku inaelezwa kuna viongozi ambao wamekataa dabi ya tarehe 25 na kuna wengine wakisema ya kwamba wapeleke timu. Sasa umetokea mzozano wa pande zote hizo mbili. Sasa kile kinachokwenda kutokea mimi ndo nakwenda kukusogezea hapa, ila kabla tujaendelea ngokumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Simba Sport Club. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Simba ambayo yenyewe ilitangaza na kusema ya kwamba kama bodi ya ligi wakiweza kubadili ratiba ya mchezo namba 184, basi mchezo utakuwa ni batili na hawako tayari kuweza kushiriki, na wakatangaza ya kwamba wenyewe msimamo wao utaendelea kubakia ule ule. Sasa walipoweza kuitwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakaweza kuwekwa pamoja, na hapa nazungumzia wapinzani wao ambao ni Young Africans. Majibu yaliyotoka pale, mchezo ni tarehe 25, huku upande wa pili ambao ni klabu ya soka Young Africans wao wakaonekana kufurahia zaidi kutokana na maamuzi yaliyofanywa mara baada ya viongozi kadhaa wa bodi ya ligi, wengine kuenguliwa, wengine kuweza kutangaza kujiuzuru. Sasa kile kilichoweza kutokea katika mchakato huo, klabu ya Simba inaona kabisa kwamba hapo hawakutendewa haki, huku kukiwepo na mkanganyiko, wengine wakioji kwa nini alikuwepo Murtaza Mangungu peke yake kama kiongozi wa Simba, kwa nini viongozi wengine hawakuwepo kwenda kuweza shirikiana kujadili hilo jambo, wengine wakisema kwamba ni jambo nyeti la klabu yao na hayakupaswa kutoka maamuzi ya sehemu moja tu peke yake. Sasa ambapo inaeleza kwamba Simba wamezira kabisa dabi ya Kariakoo, inaeleza wavunja kambi waondoka zao. Uongozi wa klabu ya Simba mara baada ya kupokea taarifa kuwa mchezo wa dabi umesogezwa mbele mpaka Juni 25 badala ya Juni 15, wamevunja kambi na kutoa muda wa wachezaji kwenda kupumzika, kukutana na familia zao. Wachezaji hao watarejea Jumatatu kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa ligi kuu dhidi ya KenGold utakaopigwa Juni 18. Unaambiwa mambo yamekuwa ni mazito kweli kweli katika kile ambacho kinachoonekana mpaka sasa. Imeonekana kwa klabu ya Simba imekuwa ni ngumu hata kwa wao kuweza
kusapoti jambo lile. Inaelezwa kwamba kiongozi mmoja ndani ya bodi ya ligi, ndani ya bodi ya wakurugenzi ya Simba anasema ya kwamba bodi ya ligi wamesema mechi imehailishwa mpaka tarehe 25 ndo itachezwa, na nyie wenyeji wa mechi fanyeni promo, ambao ndio hapa nazungumzia klabu ya soka ya Yanga ambao ndio wenyeji wa mchezo huu. Kwa kile ambacho kinachoonekana ni wazi ya kwamba hapa nazungumzia klabu ya Simba wenyewe hawakuwa tayari kwa mchezo huo wa tarehe 25, huku mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu amegoma kabisa kuzungumzia swala dabi na mtani wake Yanga ambayo imepangwa kucheza hiyo tarehe, huku viongozi wengine wa klabu ya Simba wakionekana kutofurahishwa na kinachoendelea kwenye maamuzi yale, ambapo viongozi wa Simba walioshiriki katika kikao na mheshimiwa rais walikubali kucheza dabi ya Juni 25, huku viongozi wengine wa bodi ya Simba akiwemo CEO Mzee Magoli na mwenyekiti wa bodi hawajakubaliana maamuzi hayo, na wanadai kuwa hawakushirikishwa katika maamuzi hayo muhimu kwa klabu. Mpaka sasa kuna mvutano unaoendelea, na ndio maana klabu haijasema chochote. Simba unaambiwa wanatarajia kutoa msimamo wao kama klabu baada ya kikao kile ambacho kilichokaa ili kuweza kujadili haya ambayo yanayoendelea na kuweza kuwapa hapa nazungumzia mashabiki zao taarifa ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Huku bodi ya ligi yenyewe imesema ya kwamba mechi zote za ligi kuu zitaisha tarehe 22 isipokuwa mchezo wa dabi ya Kariakoo wenyewe ndio utakuwa ni mchezo wa mwisho ambao utaisha tarehe 25. Kwa hiyo kwa kile kinachoendelea wamesema hawako tayari kuweza kubadili ratiba. Kwa hiyo endapo sasa mtu akigoma hapa, basi lolote linaweza kumpata. Lakini Salim Traigen, miongoni mwa viongozi wa klabu ya soka ya Simba kama mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba, amesema ya kwamba bodi imepanga tarehe mpya ya dabi kisha ikajiuzuru mkacheze. Bodi ya ligi wamesema mechi imehairishwa mpaka tarehe 25 ndio itachezwa, na nyie ndio wenyeji wa mechi, fanyeni promo ya mechi yenu. Sasa mnataka Simba athibitishe nini wakati bodi yenu ya ligi imeshathibitisha mechi alafu ikajiuzuru? Si mnaamini mmeshinda vita? Basi endeleeni, fanyeni tu promo na anzeni kuuza tiketi, zilizobaki zeni mjifunze kitu kwa Simba. Unaona bana, kwa kile ambacho ameweza kukiandika hapa nazungumzia huyu ni mmoja kati ya watu wakubwa kabisa ndani ya kikosi cha klabu ya Simba juu ya kile kinachoendelea. Mambo yanazidi kuwa ni mazito kweli kweli. Tunasubiri kuweza kuona namna gani ambavyo klabu ya Simba italeta timu tarehe 25 ya mwezi huo, zikiwa zimesalia takriban siku 10 kusogea kwenye dabi ya Kariakoo. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.